mkutano huu umekuwa very effective. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa hilo. Pia watoa mada tunawapongeza sana kama bado wapo kwa kazi nzuri. Lakini kipekee nimpongeze msajili wa hazina Bwana Nehemia Mchechu pamoja na timu yake kwa kufanikisha mkutano huu. Tunatambua juhudi zako Mchechu. Manake hizi ni initiatives ambazo unaziona ni mpya, zinakuja na wewe na timu yako mpya. Mmeweza kuanza kufanya haya mambo. Kabla hapo ofisi ya TR imekuwepo kwa miaka mingi, lakini tulikuwa hatuyaoni haya. Kwa hiyo hongera sana kwa initiatives hizi, na please keep it up. Serikali inatambua mchango wako na namna gani kote tunaweza tuka improve. Kama mlivyosema, kauli mbiu ya mkutano huu, leveraging technology for enhanced performance, inatukumbusha ukweli usiopingika kwamba teknolojia kwa sasa ni nyenzo muhimu sana katika kuleta maendeleo kwa kasi duniani kote katika kila sekta. Nimepitia program ya mkutano huu na nimeona kuwa katika siku 3 nilizokuwepo hapa mmepata fursa ya mawasilisho kutoka kwa wabobezi wengi kutoka ndani ya nchi, lakini pia na wabobezi wengine kutoka nje ya nchi kuhusu namna ya kutumia teknolojia katika kukuza utendaji. Ninafahamu pia kuwa mmepata wasaa wa kusikiliza majadiliano kuhusu makampuni ambayo yamepiga hatua kubwa katika utendaji na ambayo yameendelea kutoa mchango mkubwa kwa serikali na kwa jamii. Ni matumaini yangu kuwa yote hayo mlioyapata mtayatumia katika kuongeza ufanisi wa taasisi mnazoziongoza, na ninaamini pia kuwa mwaka ujao tutaona ongezeko la gawio kutoka kampuni mnazozisimamia. Aidha, ninaamini kuwa mtajitahidi kukuza faida au return on investment. Nimeambiwa kwamba average ni 7, lakini lengo ni kwenda zaidi ya 10. Kwa hiyo tunaamini kwa mafunzo haya pia yamewapa changamoto au hamasa ya kufanya vizuri zaidi. Ninataka utendaji wenu uakisi juhudi za serikali katika kuweka mazingira rafiki na wezeshi ya biashara na uwekezaji. Ofisi ya msajili wa hazina itaendelea kusimamia mashirika na taasisi hizi, na serikali inaifanyia maboresho makubwa ofisi hii ili kuipa uwezo zaidi wa kusimamia utendaji wa taasisi. Pia rai yangu kwenu ni kwamba mwende mkasimamie na kuyatekeleza kikamilifu mambo haya yote manne pamoja na mengine ambayo mmejadiliana. Na kwa kufanya hivyo tutahakikisha kuwa maslahi ya serikali na nchi kwa ujumla yanalindwa na mtakuwa umetimiza wajibu wenu vizuri na ipasavyo, kwa sababu nyinyi ni wachache, mpo about 40 something nadhani, lakini ni wateule serikali imewaamini. Ni katika watu wengi sana mmeteuliwa nyinyi. Kwa hiyo value hiyo thamani uliyopewa na serikali kwa kuhakikisha kwamba unatekeleza jukumu lako inavyopaswa. Quality ya board members imezidi kuimprove, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi. Watu ambao ni knowledgeable, watu ambao ni committed, na tunapata feedback kutoka kwenye taasisi zetu hizo kwamba umetuletea watu ambao wanatuchallenge, wana michango. Kwa at least tumeweza kupata some good feedbacks across the way. Lakini pili, jana kwa mara ya kwanza au safari kwa mara ya kwanza tumeanza pia kufanya kutoa zawadi au kuwatambua board members ambao wamekuwa very active na wanaotusaidia sisi kufanya kazi vizuri. Na vigezo jana vilielekezwa, kulikuwa na presentation. Tunaamini over time tuta-improve zaidi hii process ya kurecognize watu ambao wanafanya kazi vizuri sana, na tutaendelea kufanya hivyo kadri muda unavyoruhusu. Hili kundi ni dogo leo, lakini ni kundi ambalo litaendelea kukua, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, kwa sababu kwa sheria ya mining tutajikuta tunapata makampuni mengi yatakayojoin hapa, lakini pia kwa maagizo ya list more companies tutakuta ile kundi linazidi kuongezeka. Kwa ni kundi ambalo nafikiri baadaye litakuwa linakaribiana ukubwa kwa siku za mbeleni
sawa na makundi yale ambako ni SOEs na PSCs ambako kule tunakaribia 250. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.